Mwanaharakati Davis Lichuma amepatikana baada ya kutoweka kwa njia tatanishi wakati wa maandamano ya Juni 25. Familia yake imedai kuwa Davis alipatikana akiwa hali mbaya nje ya hospitali ya Kenyatta kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Nairobi Women's akiwa amepoteza fahamu ambako anaendelea kupokea matibabu. Wanaharakati katika mtaa wa Mathare na kaunti ya Mombasa wameendelea kupinga utekaji nyara humu nchini. Mary Kyalo na taarifa hiyo. Siku moja tu baada ya wanaharakati pamoja na familia za wanaharakati waliokuwa wametekwa nyara kutoa makataa ya saa 24 kwa serikali kuwaachilia, la sivyo waandamane kote nchini. Mwanaharakati Davis Lichuma aliyekuwa miongoni mwa waliotekwa nyara wakati wa maandamano ya kumbukumbu ya Juni 25 amepatikana mapema leo hii katika hospitali ya Kenyatta akiwa amepoteza fahamu na kisha kupelekwa katika hospitali ya wanawake ya Nairobi ambako anapokea matibabu zaidi. Na amekuwa akitafutwa kuanzia tangu Thursday ya kupatikana, na mimi nilikuwa nyumbani. After kukuja kulikuwa na makomrade wenye wanakuanga nao pamoja, wakasema wamezunguka police station zote wajampata. Nimezunguka Mama Lucy, nikaenda paka Kiambu, nimekuja nikaenda City Mortuary, hizi City Mortuary zote nimezunguka, lakini kielekea mwendo wa saa 3:30 kitu ikaniambia niende Kenyatta kwa sababu ndio hospitali siko nimefika. Kwenda kwa emergency nikaambiwa ni watu wengi wamekuja hapa. Lakini nikiwa pale nikaangalia nikaona mtu ana nguo. Sasa kuangalia hivi nikaona kumbe ndugu yangu juu ako na rasta, lakini faida venye alikuwa amejikunja chini, hakuwa na nguo, anakaa kama mnyama. Jamaa wa Lichuma akidai kuwa alipata wanabodaboda alipoenda kumtafuta katika hospitali ya Kenyatta, akisema kuwa wanabodaboda hao walidai kumpata kando ya barabara. Kuna wajamaa wa pikipiki walikuwa pale. Nikauliza, je, umemtoa wapi? Wakasema wamemokota kwa barabara na wamemleta hapa. Nikamwambia kwa barabara gani? Wakaniambia niache kuuliza maswali. Nikamwambia huyu ni ndugu yangu, tumemtafuta kuanzia tangu Thursday hajapatikana, na nimempata hapa, nashukuru. Familia na wanaharakati waliofika hospitalini aidha walitilia shaka kuhusu yaliyomkuta Lichuma, kwani afya yake inazua wasiwasi. Shocked and traumatized. The crew found him yesterday saying that if we touched him, he'd actually tremble and feel like he's in a shock. He's in a shocked state. It's very clear that he was tortured for the last 3 days and it was done by the state. What's very disappointing is that he was arrested by uniformed police officers, taken to Central Police Station, and then he was removed from a gazetted police station and disappeared. Haya yanajiri huku wanaharakati eneo la Mathare na kaunti ya Mombasa wakiandamana kupinga utekaji nyara, mateso na ukatili wa maafisa wa polisi nchini. What we have seen by the police officers enforcing excessive law to the law-abiding citizens, it is not mandated under our 2010 constitution. Police officers unleashing goons, batons and guns to the law-abiding citizens. We are not going to tolerate that, and we are not going to head into that direction. It cannot be that it is very easy to met injuries on Kenyans, to injure Kenyans, and then it takes a lot of time to find accountability. Mary Kyalo, Undugu TV.